Nichukue nafasi hii kumshukuru mwekezaji wetu ambaye amewekeza hapa Kahama, Msumba Steel Tanzania Limited kiasi cha bilioni 27 za Kitanzania. Nyote ni mashahidi, huu mradi ulianza 2024 tu, lakini sasa hivi ukifika hapa papo very active, very vibrant. Kwa hiyo mimi nakushukuru kwa niaba ya serikali, lakini ukiacha hilo, huyu mwekezaji amechangia hapa zaidi ya watu 60 wanafanya kazi hapa, na ameniahidi mpaka 2027 atakuwa amesha pampu hapa mtaji wa zaidi ya bilioni 35. Sisi kama serikali kazi yetu kubwa ni kuweka mazingira rafiki kwa ajili ya wawekezaji. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametutuma tuwapitie wawekezaji wetu wote ambao kimsingi sisi tunawalea kwa kupitia wizara yetu ya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, lakini kupitia taasisi yetu ya TISEZA, na ndio maana tuna ofisi yetu ya kanda huku kanda ya Ziwa, na tuna meneja ambaye anawasimamia wawekezaji. Na nitoe rai kwa wawekezaji wote, hususan wawekezaji binafsi, mjisajili kwenye taasisi yetu ya TISEZA. Itakuwa ni rahisi kuwatambua, kutatua changamoto zenu, lakini kuwashirikisha fursa mbalimbali za uwekezaji. Mheshimiwa Rais alitupitisha mwaka jana kutengeneza dira ya miaka 25, dira 2050. Katika ile dira kipaumbele kikubwa ambacho tumekiweka ni uwekezaji, na sisi tuvutia uwekezaji wa nje, lakini uwekezaji wa wadau wa ndani. Huyu mwekezaji wetu hapa leo ni mwekezaji ambaye anatoka nchi ya Burundi. Mnatambua kwamba Tanzania yetu imefungua fursa kwa wawekezaji mbalimbali kutoka nchi za nje, na nimshukuru sana huyu mwekezaji kutoka nchi ya Burundi. Na natambua ndugu zetu wa Burundi wana miradi mingi sana hapa. Pale Nala wana mradi mwingine pale wa mbolea mkubwa sana, lakini nimefarijika kuwakuta huku Kahama tena wameleta uwekezaji mkubwa sana kwa ajili ya taifa letu. Naomba niwaahidi hawa wawekezaji wetu, sisi kama serikali tupo tayari kuwaunga mkono. Nimepokea changamoto zao, tutaenda kushirikiana na taasisi zingine na wizara zingine tuhakikishe kwamba hawa wawekezaji hawatamani kutoka katika nchi yetu. Mwekezaji huyu kwa kweli ni mwekezaji ambaye ni kati ya wawekezaji wakubwa ambao tumekuwa tukiwatolea huduma, na wamekuwa wakija kwetu kila mara wanapokuwa na tatizo lolote au changamoto yoyote. Rai yangu ni kuwaomba wawekezaji wote wa Kahama waige mfano huu, na hata wa Tanzania nzima waige mfano huu wa mwekezaji huyu ambaye amewekeza vizuri sana hapa Kahama. Lengo kubwa ni kuja kuchagiza shughuli za maendeleo katika wilaya yetu ya Kahama. Kama ulivyozungumza na ulivyopita ukaona maeneo mbalimbali ambayo serikali ya wilaya tumetenga kwa ajili ya wawekezaji, na tunaendelea kutengeneza miundombinu uwezeshi kwa ajili ya kuwavutia wawekezaji. Maeneo yote yaliyotengwa yana miundombinu barabara, yana maji na umeme. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwahamasisha wawekezaji wote wa sekta mbalimbali kuja Kahama kuwekeza, na sisi kama serikali ya wilaya ni kuhakikishia Mheshimiwa Naibu Waziri, tutakuwa sababu ya wawekezaji wa ndani kukua, tutakuwa sababu ya wawekezaji wanaokuja kuwekeza wapya kufanikiwa, kwa sababu tunaamini kupitia uwekezaji huu vijana wetu wa Kahama watapata teknolojia, vijana wetu wa Kahama watapata ajira, elimu na vitu vingine ambavyo vitaweza kuwasaidia na kuwa chachu ya kufanikiwa wao na familia zao.